Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba ya Waziri wa Nishati Mheshimiwa Deo Ndejembi ambaye alitamani sana kuwepo hapa leo kushuhudia uzinduzi wa kituo hiki mama, kituo cha kihistoria katika nchi yetu, ambaye Mheshimiwa Rais imempendeza amemtuma kwenda kutuwakilisha nje ya nchi. Mimi niliyesimama mbele yako hapa napenda kukukaribisha katika hafla hii ya kihistoria ya uzinduzi wa kituo mama cha gesi asilia iliyoshindiliwa, yani CNG cha Puma Energy Tanzania, kilichopo hapa Salasala jijini Dar es Salaam, na kukushukuru kukubali mwaliko wetu kwako. Kabla sijaendelea, Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba upokee salamu za Mheshimiwa Deogratas Ndejembi. Amefurahi sana kukubali kuja hapa kumwakilisha na kuzindua kituo hiki. Hafla hii inaashiria hatua kubwa zilizochukuliwa na serikali za kuhamasisha matumizi ya nishati safi, salama, nafuu na rafiki kwa mazingira, hususan katika sekta ya usafirishaji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sekta ya nishati ni muhimili mkuu wa maendeleo ya kiuchumi na kijamii, na kutokana na umuhimu huo, wizara imeendelea kuwekeza kwa kiwango kikubwa katika uzalishaji, usafirishaji na usambazaji wa umeme pamoja na miradi ya mafuta na gesi asilia ili kuhakikisha upatikanaji wa nishati ya uhakika kwa wananchi na kwa shughuli za uzalishaji mali. Hadi sasa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumefikia kiwango cha upatikanaji wa umeme, yani access, cha 85.5%, yani mijini ni 99.8% na vijijini ni 78.1%. Uunganishwaji, yani connectivity, ni 52.1%, mijini wana 76.5% na vijijini ni 37.1% kwa ngazi ya taifa. Hii ni hatua kubwa ikilinganishwa na miaka ya nyuma, na inaonekana kasi ya utekelezaji wa umeme, miradi ya umeme nchini imeongezeka. Kwa upande wa uwezo wa mitambo ya uzalishaji, kama nchi tuna jumla ya zaidi ya megawati 4369.64, ambapo megawati 3975.54 ziko katika gridi ya taifa, megawati 335.10 ni za wazalishaji binafsi na megawati 58 ni umeme wa kuagiza. Katika gridi ya taifa, umeme wa maji unachangia 68.3% ya gesi asilia 28.7%, mafuta asilia 4.7%, na tunga moto kaya ni biogas 0.3%, na umeme jua ni 0.1%. Wizara inaendelea kutekeleza miradi mikubwa ya kimkakati ikiwemo miradi ya uzalishaji umeme kwa maji, gesi asilia, jua na upepo, miradi ya kuimarisha njia za kusafirisha umeme, yani transmission lines, pamoja na vituo vya kupoza umeme, yani substations. Lengo ni kuhakikisha grid ya taifa inakuwa imara, yenye uwezo wa kuhudumia mahitaji ya sasa na ya baadaye ya uchumi wa nchi yetu. Vile vile, hivi karibuni kupitia wakala wa nishati vijijini, yani REA, serikali imesaini mikataba ya kupeleka umeme kwenye vitongoji 909 nchini kupitia mradi wa Hamlet Electrification Project awamu ya pili B. Na kukamilika kwa miradi hii tutahakikisha karibu kila kijiji na kila kitongoji nchini kinafikiwa na umeme.